Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku. Leo Jumanne, juma la 17, kipindi cha kawaida, mwaka A wa kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Yeremia sura ya 14 aya 17 hadi ya 22. Na injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Mathayo sura ya 13 aya ya 36 hadi ya 43. Karibu tusikilize injili. Somo la injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 13 aya ya 36 hadi ya 43. Yesu aliwaaga makutano, akaingia nyumbani. Wanafunzi wake wakamwendea wakasema, tufafanulie mfano wa magugu ya kondeni. Akajibu akasema, azipandaye zile mbegu njema ni mwana wa Adamu. Lile konde ni ulimwengu, zile mbegu njema ni wana wa ufalme, na yale magugu ni wana wa yule mwovu. Yule adui aliyepanda ni Ibilisi. Mavuno ni mwisho wa dunia, na wale wavunao ni malaika. Basi kama vile magugu yakusanyavyo na kuchomwa motoni, ndivyo itakavyokuwa katika mwisho wa dunia. Mwana wa Adamu atawatuma malaika zake, nao watakusanya kutoka katika ufalme wake machukizo yote, na hao watendao maasi, na kuwatupa katika tanuru ya moto. Ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Ndipo wenye haki watakapong'aa kama jua katika ufalme wa Baba yao. Mwenye masikio na asikie. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Ndugu zangu wapendwa, katika injili ya leo tumesikia Yesu anawafunulia wanafunzi wake juu ya mfano wa ngano na magugu, akisema, shamba ni ulimwengu, mbegu njema ni watoto wa ufalme wa Mungu, na magugu ni watoto wa yule mwovu. Kitu kinachotugusa zaidi leo ni kwamba Bwana hakuruhusu magugu yang'olewe mara moja, kwa sababu ngano ingeweza kuharibiwa pamoja nayo. Hapa tunajifunza jambo muhimu sana katika maisha yetu. Mungu ni mwenye subira. Mara nyingi tunajiuliza, kwa nini waovu wanaonekana kufanikiwa, au kwa nini Mungu hawaondoi hao waovu mara moja? Leo Yesu anatufundisha kuwa Mungu anatoa nafasi ya toba. Anasubiri ili wengi warudi kwake kwa njia ya toba. Ndugu zangu, maandiko ya leo yanatukumbusha kuwa subira ya Mungu si ruhusa ya kuendelea kutenda dhambi, bali tutambue kuwa kutakuwa na wakati wa mavuno, yaani mwisho wa nyakati. Wakati ambao kila mmoja wetu atatoa hesabu ya maisha yake. Haki ya Mungu haitachelewa milele. Mtakatifu Agustino katika mafundisho yake alisema, katika maisha haya watu wanaweza kuonekana kama magugu, lakini kwa neema ya Mungu wanaweza kubadilika na kuwa kama ngano. Ndiyo maana kanisa halijawahi kumkatia tamaa mtu yeyote. Linaendelea kuhubiri Injili, kutoa sakramenti na kuwaombea wote wapate uongofu. Vile vile Mtakatifu Yohane Chrysostom katika mafundisho yake alisema kuwa subira ya Mungu inaonesha upendo wake mkuu. Mungu hampendi mwenye dhambi kwa sababu ya dhambi yake, bali anampenda mtu huyo na anatamani aache uovu na apate uzima. Ndugu zangu wapendwa, katika maisha yetu pia kama wana wa Mungu, badala ya kuhangaika kutafuta magugu katika maisha ya watu wengine, Yesu anatualika kwanza kujichunguza sisi wenyewe mioyo yetu. Je, sisi tunazaa matunda ya ngano?
Je, maisha yetu yanaonyesha upendo kwa wengine? Maisha yetu yanaakisi huruma ya Mungu? Katika maisha yetu tunatoa msamaha kwa wengine? Tunaonyesha unyenyekevu na uaminifu kwa Kristo? Au katika maisha yetu kuna magugu ya chuki, wivu, kiburi na ubinafsi ambayo yanahitaji kung'olewa kwa toba ya kweli? Wapendwa ndugu zangu, katika mstari wa mwisho wa injili yetu ya leo, Bwana wetu Yesu Kristo anatoa ahadi yenye faraja. Anasema, ndipo wema watang'ara kama jua katika ufalme wa Baba yao. Hili ndilo tumaini letu. Safari ya utakatifu inaweza kuwa ngumu sana, lakini mwisho wake ni utukufu wa milele kwa wale wanaodumu katika uaminifu kwa Mungu. Maandiko matakatifu yanatualika kutambua upendo wa Mungu kwetu. Mungu ndiye mwenye subira na anatupa nafasi ya kutubu kila tunapomkosea. Vile vile tunaalikwa kuwa na matumaini kwamba uaminifu kwa Kristo una zawadi ya uzima wa milele. Tuombe neema ya Mungu itusaidie kutambua ukweli wa maisha ya utakatifu, na neema hiyo itujalie nguvu ya kung'oa magugu ya dhambi ndani ya mioyo yetu na kutufanya tuwe ngano njema inayozaa matunda ya upendo, haki na uvumilivu. Tudumu kuwa waaminifu katika maisha yetu hadi siku ya mavuno ya milele, ili nasi tupate kung'ara katika ufalme wa Mungu. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Sixberto Sigifridi Munishi wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspar del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Na majanga yote yatusibuyo, damu ya Yesu ni damu takatifu.